Sifa ya mtu kajipamba nayo, yani yule mtu amejipamba na tabia mzuri, tabia zake, maneno yake, vitendo vyake, tasawuf. Kuna wengine wakasema hili neno tasawuf linatokana na safa, as-safa fil qalb dakhil, yani usafi ndani ya moyo wa mtu. Moyo wake ameusafisha, ukanawirika, ukapendeza, ukawa hauna maradhi ya moyoni tunayajua. Hakuna hasadi, hakuna hikdi, hakuna kibri, hakuna ria, hakuna dharau. Ndio tasawuf. Wengine wakasema hili neno asili yake linatokana na neno as-saf, yani safu ya mbele. Hawa watu wa tasawuf wao wako mbele, yani ashabul jiddi wal ijtihadi wal iqbali wasayri ila maulahum. Watu wa tasawuf maana yake wao ni watu wa mbele kutaka kuwa karibu na Mungu wao kiibada, kimatendo mema. Wanatafuta yale ambayo kwamba wanajua haya Mungu anayaridhia, wanakuwa na pupa nayo, wanakuwa na himma nayo, ili lengo wapate radhi za Mola wao subhana. Na mengine waliyosema wanawazuoni kuhusu neno tasawuf mengi tu. Hii ni maana ya tasawuf, na wala sio jambo kubwa ukasikia mtu anaitwa msufi, ni jambo la kawaida tu. Leo mtu wa fasiri ataitwa mufassir kwa sababu amejishughulisha na mambo ya fasiri, ndio maana kaitwa mufassir. Leo mtu wa hadithi ataitwa haditha kwa sababu ni mtu ambaye kwamba amejishughulisha na kupekua na kufuatilia hadithi. Leo mtu wa fiqh tutamwita faqih kwa sababu amejishughulisha kazi yake, fikra zake, mawazo yake kushughulika na mambo ya fiqh. Mtu wa nahwu tutamwita nahwiya, wa hakadha, na istirahi zingine. Na mwenye adabu tutamwita sahibul adab, mwenye lugha na mambo mengine. Na msufi maana yake amejishughulisha na mambo ya kitasawuf, ndio maana akaitwa msufi. Nani msufi? Msufi ni mtu ambaye kwamba ameusafisha moyo wake. Tasawuf kusafisha, yule anayesafisha moyo anaitwa msufi. Ndio maana wengine wakasema man safa qalbahu lillahi ta'ala, Sheikhul Islam Zakaria al-Ansari kwenye kitabu Haqa'iq an at-Tasawuf, yeye akasema maana ya msufi ni mtu ambaye kwamba man safa qalbahu lillahi ta'ala wasafat lahu muamalatuhu fasafat lahu min Allahi ta'ala karamatuhu. Huyu ndio msufi, yule anayeusafisha moyo wake kwa ajili ya Mungu. Akiusafisha moyo kwa ajili ya Mungu kwa lengo la kwamba moyo wake uwe msafi. Tusiingie sana, kuna maradhi ambayo ya nje, jawarih, ya kwenye viungo. Mdomo unaasi, mikono inaasi, miguu inaasi, masikio inaasi, macho yanaasi, dhambi zinapatikana humo. Na kuna maasi ambayo kwamba yani madhambi yanayopatikana ndani ya moyo. Madhambi yanayopatikana ndani ya moyo ni ashaddu wa aghlaq, ni makali na mazito zaidi kuliko madhambi yanayopatikana nje ya viungo. Na ndio maana ucha Mungu ukawa ndani ya moyo. Mtume aliposema kwenye hadithi at-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi thalatha marat sallallahu alaihi wasallam, ucha Mungu upo hapa ndani ya moyo, akaashiria mara 3, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kwani ucha Mungu kwenye mikono, kwenye miguu, hamna ucha Mungu kwenye macho? Upo, lakini ucha Mungu uliokamilika ambao hauna doa, hauna dosari, ucha Mungu uliosafika ndani ya moyo. Kukisafika ndani ya moyo na kwenye viungo kunasafika, lakini inawezekana kwenye viungo kukasafika, moyo wako ukawa na maradhi. Hausemi uongo, hauchukui cha mtu, maasi hayo, haumwendei mtu vibaya kwa kumdhuru, mguu unaasi huo,
hausengenyi mdomo, lakini inawezekana kwenye moyo wako una maradhi, kuna kibri, kuna hasadi, kuna dharau. Ndio maana ikawa ucha Mungu wa moyoni unatakiwa sana. Sasa hawa masufi waliojikita watu wa tasawuf, wakaitwa watu wa tasawuf, wao lengo lao, fikra zao, hamu yao, majonzi yao, mawazo yao, pupa yao, huzuni yao katika kusafisha bawatili. Man safa qalbahu lillahi ta'ala, mtu ambaye ameusafisha moyo wake kwa ajili ya Mungu ndio msufi. Wasafat lahu muamalatuhu, baada ya moyo kusafisha, tuliyoyasema, ule muamala kati yake na Mungu wake, ule muamala unasafika, unakuwa muamala wa matendeano ya uhakika. Ikisha malizika pale sasa, fasafat lahu min Allahi ta'ala karamatu, Mungu anaweza akampa karama yake kwa sababu kausafisha moyo wake. Hii ndio tasawuf, na huyu ni msufi, na huyu ni msufi. Na wala tasawuf haijaanza leo. Kama mfuatiliaji wa vitabu vingi sana, tena walioandika wanawazuoni, na wewe unawakubali, yaani sidhani kama wewe utaacha kuwasoma hao wanawazuoni. Angalia katika muqaddima wa Ibn Khaldun, muqaddimatu Ibn Khaldun al-Hadrami, mhadharani huyo. Leo ukisema katika miongoni mwa tarehe zinazotegemewa ulimwenguni, tarehe al-Bidaya wa Nihaya ya Ibn Kathir, baada hapo tarehe gani? Ya Ibn Khaldun, muqaddimatu Ibn Khaldun. Ana muqaddima wake ameizungumza tasawuf kurasa 2, akawataja watu wa tasawuf na akaizungumza tasawuf, akasema kwamba tasawuf haijaanza leo. Tasawuf imeanza katika karne ya pili. Kaangalia katika muqaddima wa Ibn Khaldun, katika karne ya pili. Kwa nini ilianza tasawuf? Sio kama masahaba hawajawa masufi, hawajawa watu wa tasawuf. Kama hawajawa masahaba wa tasawuf na masufi, nani atakuwa tasawuf? Kwani tulivyozungumza maana yake tasawuf, siwacha madhambi ambayo kwamba yalikuwa ndani ya moyo, ndio maana tasawuf. Sasa kama kuna watu ambao kwamba walikuwa hawajaacha madhambi, walikuwa wapo mbali na madhambi, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Anas bin Malik anasema katika Sahih al-Bukhari, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Anawaambia Anas bin Malik wale tabi'i, nini kuna matendo mnayafanya, hayo matendo mkiangalia mnaona membamba kuliko unywele mmoja tu membamba, yani mnadharau kabisa. Mtu anayafanya leo, anafanya dakika 2 anafanya, baada ya dakika 10 anafanya tena, baada ya nusu saa anafanya tena. Lakini haya mnayafanya nini? Kunna naudduha, tulikuwa tunayahesabu sisi katika wakati wa Mtume, min almubiqat, katika mambo ambayo yanamwangamiza mtu. Akatoa mfano, tunaongea mimi na wewe hapa, tunaongea vizuri tu bwana, kadha. Inawezekana tukawa labda tumemzungumza mtu, lakini kule kuzungumza mtu hatumtaji kwa vizuri, kwa wema na kwa kheri. Tunamtaja kwa ubaya na kwa uovu, yani kwa sifa mbaya. Maana kama utamtaja vizuri, alhamdulillah, lillahi minna, ni kheri. Lakini akatoa mfano kwamba unamzungumzia vibaya yule mtu, unatoka hapa unaenda tena, baada ya dakika 2 dakika 3 unaenda kwenye kibaraza kile, unamtaja mwingine, ukitoka hapo unatoka unaenda unamtaja mwingine, yani vitu kama hivi. Anasema sisi wakati wa Mtume huyu mtu tulikuwa tunamita mnafiki. Yeye anawaambia matabi. Je, wakati wetu sisi ambao Mtume akasema innakum fi zamanin, aliwaambia masahaba, man taraka ushra ma umira bihi halaka thumma yati zamanin man amila minhum biushri ma umira bihi naja. Ninyi mpo katika zama, mambo 10 mliopewa, mtu akiacha mmoja tu kaacha, kaangamia. Mtume aliwaambia masahaba wakati wao, itakuja zama katika wale 10 mtu akidumu na moja, huyo kaokoka. Sio kaacha moja, akidumu na moja katika 10 kaokoka. Walilazimisha ukweli tu, utaokoka na ukweli huo. Mwenyezi Mungu atakupitishia makhariji, njia utapita kwenye ukweli, umo utaokoka. Ukweli tu, acha uongo.
Sasa ukizungumzia tasawuf tuko pale pale, haimaanishi kwamba tasawuf maana yake imeanza kwenye zama zetu sisi. Katika karne ya pili, sio maneno yangu, maneno ya Ibn Khaldun. Angalia katika mukaddima wake, mukaddimatu Ibn Khaldun, tena akasema falamma fasha fihim al-iqbalu ala ad-dunya ikhtassa al-muqbiluna ala al-ibadati bismi sufiyya. maneno marefu baada ya kuzungumza hadha al-ilm min al-ulum ash-shar'iyyah al-hadithah fi al-millah wa asluha anna tariqata haula'i al-qawmi lam tazal 'inda salaf al-ummah wa kibariha min as-sahabah wa at-tabi'in wa man ba'dahum tariqata al-haqq wal-hidayah wa asluha al-'ukuf 'ala al-'ibadati wal-inqita'u ila Allah. Anaizungumzia tasawuf karne ya pili, ina maana baada ya masahaba ni karne ya pili, matabi'i kina Said ibn al-Musayyib, kina Ata bin Yasar na wengineo. Tasawufi ipo, sema tu kwamba wale waliokuwa wanahusishwa na ibada ndio lilipoanzia jina la tasawuf. Sio tasawufi kwa aqwalan wa faala kama ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufiyina qawlan wa fi'lan. Masahaba walikuwa maneno na vitendo wao ni sufi tupu. Kwa tulivyozungumza, kama umenielewa, maana yake sufi kuacha madhambi ya batin na ya dhahir. Masahaba walikuwa ndio kipaumbele katika hilo. Sasa Ibn Khaldun akasema hii ilmu ya tasawuf, hadha ilmu ya tariqa, watu wa tariqa tunawaita min al-ulum ash-shar'iyya, ni katika elimu ambazo kwamba za kisheria, al-hadithati fil milla, ambazo zimezuka katika karne ya pili. Asili ya hii elimu, hii njia ya tariqa ya tasawuf lam tazal 'inda salafi al-umma wa kibariha, haikuacha kuwepo tangia katika salafi al-umma. Salafi wakisema salaf wanazungumzia salaf. Ukisikia salaf, wenyewe salaf karne tatu baada ya mtume, baada ya kuondoka mtume karne tatu hizi ndio salaf, wanazungumza hivyo. Wengine wakasema karne tano, khilafu za wao hizi, hawa ni salaf. Baada ya kuondoka mtume miaka 300 ndio salaf, wenyewe salaf. Wengine wakasema baada ya kuondoka mtume miaka 500 ndio salaf. Hizi ni khilafu za wanazuoni. Angalia Jawharat at-Tauhid, Sheikh Ibrahim al-Bajuri amefafanua, tuache huko. Lakini yeye anazungumzia kwamba hii tariqa ilikuwepo tangia wakati wa salaf, min as-sahaba, masahaba wa tabi'ina na matabi wa man ba'dahum na wengine waliokuwa baada yao. Tariqat al-haqqi wal hidayah, ni njia hii ya ukweli na uongofu. Wa asluha, asli ya tasawuf al-ukufu ala al-ibada, kujikita mtu kwenye ibada, tasawuf, wal inqita'u ila Allah, na mtu kujitolea ile tabattul 100%, kwamba mimi nipo na Mungu beneti, mimi nataka niwe karibu na Mungu, ndio tasawuf. Asluha al-ukufu ala al-ibadati wal inqita'u ila Allah. Haya maneno ya Ibn Khaldun. Imam Suyuti tunamjua wote. Leo kizungumzia Imam Suyuti, sijui nani amjua. Unaweza ukasema kila fani ametunga kitabu Imam Suyuti, na ukiwaambia watu wa hadithi Suyuti wanakuambia ndio Sheikhul Hadith, katika mashekhe wa hadithi. Imam Suyuti yumo na wengineo, kina al-Hafidh Imam Sakhawi, kina Imam al-Baghdadi al-Iraqi, lakini huwezi kuacha kumtaja Imam Suyuti. Imam Suyuti ana kitabu cha tasawuf, kakitunga yeye kwa mkono wake, kipo kinaitwa Ta'yidul Haqiqati al-Aliyya wa Tashyidu Tariqati Shadhiliyya. Kipo madukani, unaweza usikipata, lakini kipo, na ukikitaka utakipata. Imam Suyuti, na humo kajieleza Imam Suyuti kwamba yeye ni mtasawuf, msufi, na akataja silsila yake ya tariqa, akachukua kwa Ibn Ata'illah Sakandari. Humo silsila imeenda mpaka kwa Abu Abbas al-Marsi, mpaka kwa Abu al-Hasan al-Shadhili, kataja kwenye kitabu hiko Imam Suyuti. Leo Imam Suyuti ndio mwenye fasiri ya Jalalain. Imam Suyuti ndio yeye. Kwa hiyo tasawuf, tukizungumza tasawuf, maana yake wala lisikupe wewe mashaka jina, na hata wewe inawezekana ukawa msufi. Al-ukufu ala al-ibada wal inqita'u ila Allah, kujikita katika ibada na kujitolea mwanga kwa ajili ya Mungu. Lengo lako wewe unamtaka Mungu.
unataka uwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kwenye hadithi aliposema afdalul a'mali ba'da al-fara'id an ta'lama anna Allaha ma'aka haythu ma kunta, bora ya matendo baada ya matendo ya fardhi, bora ya matendo baada ya matendo ya fardhi. Yani kwa maana kama kuna matendo bora baada ya matendo ya fardhi basi ujue Mungu yuko pamoja na wewe popote utakapokuwa. Hii daraja utafika vipi? Kwamba wewe uwe na Mungu popote utakapokuwa, wa huwa maakum aina ma kuntum. Sio hivi mtu akafumuka tu akabutuka tu unaweza ukaona Mungu popote utakapokuwa. Katika kuongea kwako uwe na Mungu, katika biashara yako uwe na Mungu, katika ibada yako uwe na Mungu. Ndio al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsani maana yake kumwabudu Mungu kama vile unamuona. Kama humuoni Mungu, yeye anakuona. Hii ni daraja maalum, na daraja hii ni miongoni mwa daraja za takwa. Sio hivi tu leo mtu akasema mimi niko na Mungu sema yote. Haiwezekani leo kanaenda hivyo, leo unashindwa kufanya hata adabu za chooni za msalani. Yaani ni uongo. Hata zile adabu za kuingia msalani, Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, huna. Hata zile adabu za kuingia msikitini, Allahumma iftah alayna wa rahmatika wa shara alayka khazanimika, huna. Itikafu msikitini huna. Yani zile sunna ni zile ambazo kwamba zimetiliwa mkazo kwa mtu ambaye kwamba anataka kuwa karibu na Mungu, wewe huna. Alafu unaniambia wewe pamoja na Mungu. Hapana. Ule uwaji wa kuwa pamoja na Mungu kutokana na maneno yako na vitendo vyako. Zile sunna, vile vitu vya ziada, dhikri na vinginevyo, vinakufanya wewe nafsi yako ikasafika, ndio ukawa karibu na Mungu au ukawa pamoja na Mungu. Siku moja Handala maarufu sahaba aliyooshwa na malaika alikutana na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar as-Siddiq tunamjua katika wale kumal mina sahaba, masahaba waliokuwa daraja ya juu ni Abu Bakar. Abu Bakar alipokutana na Handala akamwambia, kaifa asbahta ya Handala, umeamkaje Handala? Handala akamwambia, nafaqa Handala, nakunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayudhakkiruna biljannati wan nari hatta ka'anna ru'ya aynin فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والله إنا لا نلقى مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا إلى رسول الله. فلما دخل عليه فقالوا يا رسول الله، فقال حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة. انتم كان بيبي وما ذاك؟ حنظلة كما بيجي، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رؤيا عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، ولكن حنظلة ساعة وساعة وساعة. Maana hadithi kwamba maswahaba ule usafi wao, upamoja wao na Mungu dhahir na batin. Abu Bakar alipomkuta Handala akamwambia, vipi hali yako Handala? Handala akamwambia, Handala mimi mnafiki. Handala anamwambia Abu Bakar, mimi Handala mnafiki. Kwa nini mnafiki? Akamwambia, tunakuwa kwa mtume, lakini mtume anatukumbusha mengi, pepo, moto. Anatukumbusha pepo mpaka muda mwingine tunafurahi, ile furaha inakuwa hali ya juu mpaka tunalia kwa sababu ya furaha. Anatukumbusha kuhusu habari za moto, muda mwingine tunahuzunika, tunakuwa tuna majonzi, tunakuwa tuna raha hata ya kula. Tukija nyumbani kwetu vile vile muda mwingine tunashindwa kuongea na familia yetu vizuri kwa sababu yale mawaidha makali ya mtume. Sasa na azwaji wal aulad wanatuchanganya sisi, wake zetu na watoto, wadaiatu na maisha. Tukija nyumbani tena tunayasahau muda mwingine yale aliyotuambia mtume, tunakuwa wala hatuna muda nayo.
Unaweza kusikia mawaidha hapa alafu kija nyumbani kwako umesikia mawaidha kwa labda kwa shekhe fulani, ukifika nyumbani ushakutana na mkeo, ushakutana na familia yako, ushakutana na mambo mengine ya viliwazo vya duniani, yale mawaidha yote yakatoka. Siku ya siku unashangaa lile uliloambiwa usilifanye unarudia tena unalifanya. Hili ndio aliloshtaki Hamdala. Mtume akamwambia baada ya toka Abubakar na Hamdala wakaenda kwa Mtume. Mtume akamwambia Hamdala, lau mngekuwa mnadumu, lau tadumuna ala ma takununa indi, lau mngekuwa mnadumu kwenye yale ambayo ninayokuambieni mimi, yani yale mawaidha ya Mtume, lau mngekuwa mnayashika. Moja, wa fi dhikri, na dhikri mkadumu na dhikri yoyote unajua wewe, la safahatkumul malaikatu, wallahi malaika wangekupeni mikono barabarani. Lakini Hamdala saatan wa saatan, saatan kuna saa kwa ajili ya ibada, saatan ya pili kuna saa kwa ajili ya kutafuta maisha, saatan ya tatu kutilia mkazo. Haya mawili lazima mtu awe nayo, ibada maisha ibada. Shahidi kwenye hadithi nini? Kwamba dhikri, mtu akidumu na dhikri, unapodumu na dhikri. Imam Abu Bakar al-Allama Abu Bakar kwenye Dalil al-Falihin alipozungumza hii hadithi akasema, hii hadithi inapelekea mtu akawa na moyo wake muda wote ukawa na Mungu. Moja, la tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri, kwamba mtu akidumu na dhikri hali zote wakati wote dhikri akawa nazo mara kwa mara, inapelekea huyu mtu akapata kitu kinaitwa tajallia, yani muda wote yupo na Mungu. Ile dhikri inakuwa pawa ndani ya moyo wake, akitaka kufanya jambo baya dhikri inamkumbusha, yani dhikri inasafisha moyo wake, dhikri inafanya moyo ukanawirika. Kwa nini tunasema dhikri pamoja na Qur'an na vitu vingine? Lakini dhikri ndio kitu ambacho kwamba muda wote unaweza kukifanya ukiwa barabarani, ukiwa wapi. Kama hujahifadhi Qur'ani barabarani tusoma vipi Qur'an? Qur'ani ni dhikri, Qur'an ndio dhikri bora zaidi bila shaka. Lakini kuna dhikri la ilaha illa Allah, kuna Allah, kuna dhikri nyingine. Hizi zinapelekea kwa sababu ya kule mara kwa mara. Ndio maana Mtume muda wake wote alikuwa nini? Alikuwa dhakiran lillahi fi kulli ahyani. Akiingia hapa, akitoka hapa, akiingia msalani, akiingia nyumbani, akitoka njiani ndio msikitini. Zile dhikri zinampelekea mtu moyo kusafika. Asa dhikri inasafisha moyo. Moja. La pili, la safahatkum al malaika, lau mtadumu na dhikri malaika wangekupeni mikono. Akasema Sheikh Abu Bakar Abu Talib al-Makki katika Dalil Falihina akasema, mtu kama atapinduka katika kumtaja Mungu akapopia kwa mara yupo na dhikri, itapelekea huyu mtu kuonana na malaika na kupeana mikono na malaika kupitia hadithi hii. Sio mada yetu. Mada yetu hii ni neno la dhikri. Unaweza ukaniuliza mbona watu watasawufi dhikri kwa wingi sana? Ndio maana nimekuja hapo, kwa sababu dhikri inamfanya mja akawa karibu na Mungu wake, na dhikri ndio safaul qalbi, na dhikri ndio manshuratul wilaya. Ukitaka uwali wewe dumu na dhikri, ukitaka kuwa karibu na Mungu dumu na dhikri. Na ndio maana watu watasawufi muda wote, hali zao zote, wao mara nyingi wapo na kudumu na dhikri. Tasawufi ni tasawufi, wala hakuna katika tasawufi jambo ambalo kwamba limeendana tofauti na sheria, na kama lipo basi wewe hulijui. Wapo waliopita wanalijua wakalizungumzia. Tatizo sio kwenye yale ambayo kwamba wewe usiyoyajua kwenye tasawufi. Tatizo kwenye lile unalolijua, inawezekana unalijua ndio sivyo, mkasi. Usilolijua utaliacha, si ulijui. Lile ambalo kwamba wewe unalijua, unaweza ukalijua ndivyo sivyo, shida iko hapo. Ama hulijui alafu unawatukana watu wa tasawufi, hii hasara, huu mtihani. Haulijui au kitu haukijui katika watu walichokizungumza watu wa tasawufi, halafu unawatukana watu wa tasawufi, hii hasara. Kwanza hakuna ruhusa ya kumtukana Muislamu mwenzako,
Hii hakuna kisheria, hakuna kabisa. Kwa mujibu wa maneno ya Mtume, sibabu almuslimi fusuqun wa qitaluhu kufr, kumtukana muislam maana yake wewe kharajta an ta'atillah, umetoka katika toa ya Mungu. Muislam mwenzako tu kawaida, kumtukana haitakiwi. Sikwambii huyu pengine unayemtukana, unayemdharau, unayemsema vibaya ni shekhi, ametunga vitabu vingapi, ni mwanawazuoni, ana maneno mangapi, aqwal ambayo yanachukuliwa na yanategemewa. Huenda akawa ni walii katika mawalii wa Mungu. Sasa ikiwa wewe unamtukana huyu, hapo kuna Uislamu gani kwako wewe? Ndio yale tuliyosema, inawezekana ukawa unafanya ibada ya dhahiri, kwenye moyo wako kuna maradhi. Tasawufi, moyo kuwa msafi, kushughulika na ibada basi. Mbona kuna mambo mengi ya kuyafanya, alafu tuna ibada ngapi za kuzifanya sisi? Yaani tuna ibada nyingi inabidi tuzifanye, alafu tuna midhambi mingi. Tumesoma hadithi hapa punde, tuna madhambi mengi. Yaani sasa hivi kwenye vikorokoro vingi kuna madhambi. Nyumbani kwako, unawezekana ukakaa nyumbani kwako, umo nyumbani kwako kuna dhambi zinafanyika. Inawezekana umo nyumbani kwako, umechukua kitu chako umekiweka ndani, kuna vitu unavitoa nje, kwenye skrini yako umo kuna dhambi, kwenye simu yako umo kuna dhambi. Sisi kilichobakia kufanya ibada, kutubia na midhambi. Falnashtaghil li rabbina walladhi alaina, bas tulishughulishe na ibada, tulishughulishe na kutubia na midhambi, sio habari ya kutokanana. Hii haimo. Ibn Taymiyyah ana kitabu kinaitwa Majmuu Fatawa Ibn Taymiyyah, mijalidi mingi tu. Majmuu Fatawa Ibn Taymiyyah, ukurasa 516 na ukurasa 517, juzuu ya kwanza. Aliwazungumza watu wa tasawuf Ibn Taymiyyah. Nikisema Majmuu Fatawa, maana kitabu chake ni kikubwa, kaika fatwa nyingi, katoa fatwa, ili inafaa, ile lifai, hii inafaa, ile lifai. Akawazungumzia na watu wa tasawuf na akawataja mpaka majina. Ana ibara yake amesema, fa amma almustaqimuna min as-salikina كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم والسر السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين مثل شيخ عبد القادر الجيلاني. amewataja wote وغيرهم من المتقدمين مثل شيخ عبد القادر الجيلاني. فهؤلاء لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين. كما ليزا مشوك أكيندا أكسيما بأنهم أكمل صديق زمانه. leo kusema Fudayl bin Iyad katika vitabu vya sira ulimwenguni vinavyotegemewa, ukiacha Sirat ibn Hisham, ukiacha Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amafil, utalukia Ashifa. Kitabu cha Shifa cha Fudayl bin Iyad. Fudayl bin Iyad ndio katunga Shifa. Ibn Taymiyyah akamzungumza yeye ni katika watu wa Sufi. Katika jamhuri ya mashekhe, jamhuri maana yake wanakubalika kwa maoni mashekhe, akamtaja Fudayl bin Iyad, Maarufu al-Karhi, akamtaja Sidru Sakati, Al-Junaid bin Muhammad. Akasema hawawezi wakakaa na watu muridi, wanaita muridi ndio huyu msufi. Yani wao wanakaa wanawalea watu wale, wanaowalea watu wa tasawuf, watu wa tariqa, wale mashekhe waliopita wanakaa na muridi. Huyu muridi anaitwa salik, kanuni yao. Huyu muridi anaitwa sahibu sayri ila Allah. Kama wewe na wanafunzi wako unakaa nao unawalea, wewe una wanafunzi leo unafundisha Bulughul Maram, unafundisha nini? Sasa wao walikuwa wanawalea wanafunzi wao, sio kuwalea katika vitabu tu, walikuwa wanawalea na kiibada vile vile. Sasa Ibn Taymiyyah anasema wasema fala yusawighani lisalik, hawawezi wakampoteza mtu wao, hata kama wasema walau tawala fil hawa,
hata kama atakuwa ameruka hewani, amefikia daraja ya ucha Mungu akawa anaruka hewani, amewataja yeye sio mimi, au mashahara alma, au amefikia daraja ya ucha Mungu mwisho wake akawa anatembea juu ya maji, akawa anatembea kama anavyotembea jahazi. Hawa hawawezi wakampoteza mtu, na hatuwezi tukasema hawa wamepotea. Mwisho wake akasema hawa ndio akmalu siddiqi zamani, ndio wakamilifu zaidi wa kweli katika zama zao. Huyu ninamzungumza ni Ibnu Taimia, amewakubali watu wa tasawuf na masufi na akawazungumzia kurasa 2 anawataja wao. Sasa hakuna makharaji yoyote yawe kuwasema watu wa tasawuf wa hakadha, na wengi sio yetu. Angalia kitabu, kama mfuatiliaji wa vitabu, kuna kitabu kinaitwa As-Saiful Qati' cha Imam Suyuti, ana nukuu nyingi mule za Ibn Hajar, akasema waslu hadhihi at-tara'iq min al-kitabi was-sunnati wa la yajuzu al-inkaru 'alayha bil-ittifaqi wa sabbu al-mashayikh ihanatun fi ad-din wal-ihanatu fi ad-din kufrun shar'an wa aqlan bila khilaf. Haya maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani. Ukizungumza bingwa wa hadithi unazungumza Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Hata watu wa hadithi ukisema Al-Hafidh bila kumtaja mbele nani, ni Ibn Hajar al-Asqalani. Aslu hadhihi at-tara'iq, asili za hizi tariqa, sijui Qadiria, sijui Shadhilia, sijui Naqshbandia, sijui nani, sijui Dandarawia. Ibn Hajar ndio anasema. Ibn Hajar ndio amesahihisha Bukhari, Sahihi al-Bukhari ndio amesahihisha Ibn Hajar, ambaye sherehe yake ni Fathul Bari. Maneno ya nukuu ya Imam Suyuti, anasema asli ya hizi tariqa min al-kitabi wa sunna, katika Qur'ani na hadithi. Wala yajuzu al-inkaru 'alayha bil-ittifaq, haifai kukanusha tariqa na watu wa tariqa. Wasabbu al-mashayikh, na kuwatukana mashaikh wa tariqa, anasema Ibn Hajar ihanatun fi din, ni kuidhalilisha dini. Wal ihanatu fi din, udhalili katika dini, kuwadhalilisha mashaikh, kufru. Huu ni upingaji wa kupinga dini kisheria na kiakili. Maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani, bingwa wa hadithi. Maana yake kwamba ni nini? Leo kitaja Ibn Hajar unamzungumzia ni mtu ambaye kwamba aliyekubalika, jazakallahu khair, aliyekubalika katika umma, na kitabu chake ndio kitabu chake kinachokubalika ambacho kimesherehesha Sahih al-Bukhari. Sasa ikiwa maimamu kama hawa wanaokubali masufi, wewe huna mdomo wa kukataa. Hivi tuangalie matendo yao waliokuwa wanayafanya, wao, sisi tunayafanya? Au masufi, watu wa tasawuf, watu wa tariqa au mashaikh walikuwa wamejikita kwenye ibada, walikuwa lengo lao ni ibada. Hakuna kitu kingine kilichokuwa kinawachanganya zaidi ya ibada. Leo ukisoma katika baadhi ya vitabu, ninakutajia na vitabu, inawezekana ikawa msomi, nenda kuangalia. Ndio maana napenda kutaja vitabu, kwa sababu inawezekana kuna wasomi, utaenda utafungua utakuta nukuu. Leo ukisoma katika vitabu, mfano angalia kitabu Haqaiq an Tasawuf, watu walivyokuwa wamefikia katika nihaya ya uchamungu. Imam al-Junaidi tunayemtaja, aliyemtaja Ibn Taimia, ukisoma mule kana wirduhu 300 rak'atin wa 30,000 tasbihati, alikuwa kwa siku anaswali rakaa 300 za sunna. Hapo hamna witri, hamna duha, hamna qabliya, ambayo wewe huna muda huo. Hivyo vitu wewe hudumu navyo. Qabliya wewe hudumu nayo, mimi na wewe. Witri mimi na wewe tudumu nazo. Duha ndo kabisa atumu kabisa. Hiyo akiba salati, kuna swala ndio akiba salati, wengine hata kujua hawajui kabisa. Kuna swala inaswaliwa saa 6 kamili, inaitwa baada zawal au akiba zawal, wengine hawajui. Sikwambii kuiswali saa 6 kamili, inaswaliwa baada ya kupinduka jua. Mtume alikuwa akiswali kwa riwaya ya Aisha, wengine hatujui kabisa. Sasa huyu Imamu Junaidi alikuwa na swali rakaa 300 za sunna.
za sunna. Yani ukiacha duha, witri, qablia, raka 300 kama 300 za sunna. Wa 30,000 tasbiha, alikuwa analeta subhana al-malik al-quddus subuh al-quddus rabbil malaikati war ruh, subhana al-malik al-quddus subuh al-quddus rabbil malaikati war ruh, analeta mara 1030 kila siku. Mimi na wewe tunawasema hawa raka 300 za sunna, tasbihi 1033. Inawezekana mimi na wewe baada ya swala ta subhanallah tustatu subhanallah, ile hata yako wewe kimya kimya huitaki, unaondoka unakimbilia kwenda kufungua duka, unafunga frame yako, unafunga duka lako la spare. Hao walikuwa wamejiongeza huko, wako mbali. Sheikh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, yeye alikuwa na uradi wake, kana wirduhu 1000 marratin min surati Yasin kila laila. Ilikuwa kila usiku ukifika anasoma Yasin mara 1000 kila siku usiku, sio kwa mwaka, kwa mwezi, kila siku usiku. Uradi wake kama uradi ni kitu ambacho unajiwekea wewe. Leo umejiwekea kwamba mimi nitakuwa ninasoma kila usiku sura Tabarak. Wewe unajiwekea mimi kila siku nitakuwa nasoma sura Al-Furqan, huu ni uradi. Au mimi kila siku nitakuwa nasoma la ilaha illallah mara 100, huu ni uradi. Kiarabu tu, Kiarabu. Sasa yeye Al-Habib Abu Bakar Al-Attas alikuwa anasoma Yasin kila usiku, kila laila 1000 mara 1000. Akaenda mpaka mwisho wa umri wake, akawa anafanya nini? Ila 250 minha, akawa anasoma sasa, kwa sababu umri umekwenda, akawa anasoma Yasin 250, kwa sababu umri umekwenda, mtu mzima. Yasin 1000. Wewe, mimi na wewe tunawatukana watu wa tasawuf, au nakwambia na watu wa tasawuf. Ibn Taymiyyah kawataja. Wewe kifika usiku unapanga lunch, Jumamosi ya leo nitaenda Upanga, kuna mdawa pale, kuna hoteli. Jumamosi ijayo tarehe kadhaa mtenda pale mtaa wapi, Lumumba, mtenda kula kuku. Yeye usiku anakaa anasoma Yasin 1000. Huyo ndio kwamba Imam Junaid wa mwanzo, wakati wa kufa alipokuwa ameambiwa kul la ilaha illa Allah, huyo ambaye alikuwa na swala raka 300 za sunna na tasbih 1000, wakati wa kufa alipoambiwa kul la ilaha illa Allah, kul la ilaha illa Allah, sio wakati wa sakaratul maut, watu wanaimizana hapa, kul la ilaha illa Allah, kul la ilaha illa Allah. Yeye akamwambia lam ansa fa'adhkuruhu, lam ansa fa'adhkuruhu, mimi sijasahau bwana, mnanikumbusha nini? Wala sina haja ya kukumbusha ile neno, lipo katika moyo wangu, la ilaha illa Allah. Mwingine leo analazimishwa hata kulitaja halipati, liko mbali na yeye. Mwingine wale yadhi bilao anamfungia ndani, anajipiga sakaratul mauti, kajipiga juu, kajipiga chini, kulia, kushoto, sakaratul mauti. Mwingine anaomba maji hayamtoshi. Sasa watu walikuwa ni watu wa Mungu. So watu nawasema Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa na swali rakaa 300 kwa siku. Angalia al-manhaj as-sawi, wasome wa watu, si unasoma fasiri na hadithi na balagha na nahwu, na hao vile vile na vitabu vyao wasome. Imam Ahmad bin Hanbal naye alikuwa akipiga rakaa 300 tatawwa za sunna. Mwisho wa umri wake akawa anapiga rakaa 150. Ilipotokea ile fitna, imeumbwa Qur'ani haijaumbwa, sio mada yetu, akachukua akapiga viboko akaweka ndani, akawa hana nguvu, akawa anaswali rakaa 150, nusu ya 300. Imam Ahmad bin Hanbal ambaye ni msufi, naam, aliyesema msufi sio mimi, Ibn Khaldun, mtu wa tasawuf, na yeye amechukua tariqa sa tasawuf yake imeungana na kwa Abu Hamza al-Baghdadi. Mwanzoni kabisa alikuwa anamkataza mwanawe, ya Abdullah, mwanawe anaitwa Abdullah, usikae na watu wa tasawuf. Alikuwa hawajui mashrabu yao, mwenendo wao, usikae na watu wa tasawuf, watakupoteza.
lakini baadaye akawa anamuuliza mwanawe, ya Abdullah, alaika bihaulai as-sufiyin fa innahum zadau alaina bikathrati al-ilmi walmuraqabati walkhashyati wazuhdi waliqbali ala Allah. Jilazimishe kukaa na watu wa tasawuf. Imam Ahmad bin Hanbal, unamtaja mtu mwenye hadithi, ana musnad wa hadithi, kitabu kinaitwa Musnad. Ndio imamu ambaye kwamba katika miongoni mwa waimamu wenye hadithi nyingi katika vitabu vyao, Imam Ahmad na Imam Shabi, lakini yale wakubali watu wa tasawuf. Jilazimishe kukaa na watu wa tasawuf. Kwa nini? Imam Ahmad anaambia mwanawe Abdullah, fa innahum zadau alaina, kwa sababu wao wametuzidi, bikathrati al-ilm, kwa elimu nyingi, walmuraqaba, na kuwa na Mungu katika kila jambo, walkhashya, na kumwogopa Mungu. Nini maana khashya? Kuna hofu, kuna khashya, vitu tofauti. Kuna hofu na khashya, alafu kuna wajla, vitu tofauti. Hofu, unamwogopa Mungu, hofu inazaliwa baada ya kufanya ile imtithalu al-awamir wa jinabu an-nawahi, ndio inazaliwa hofu. Unamwogopa Mungu. Unaweza ukafikiria madhambi yako ukalia uliyofanya, ndio hofu. Ulifanya jambo kadhaa kadhaa kadhaa, wal-iyadhu billah, kama uliiba, kama ulizini, kama ulidhulumu, ukalia, hii hofu. Ikitoka hofu inakuja khashya. Khashya, yale maasi yako, antuhujizaka maasiyatuka, yale maasi yanakuzuia kuingia katika dhambi. Hii ndio khashya, sio hofu tena. Hofu unaogopa, unafikiria ni dhambi, unakuja kwenye khashya, yale maasi yanakuzuia wewe kufanya dhambi. Hii inaitwa khashya. Na ndio maana inawezekana akawa mtu mwanazuoni ulama, lakini akawa hana khashya. Inaweza kumkuta mwanazuoni ulama, huyo mzizi. Usisahau kushare na kusubscribe.